ujenzi wa hiyo barabara so that we can connect hapa Siakago to Kanyuambora na barabara ya lami. Tunaelewana? Tuko pamoja watu wa Siakago? Mimi vile vile nataka niseme tumeshukuru sana kwa sababu tumeungana pamoja na nyinyi kwa mpango pia ya mambo ya masomo ya watoto wa hapa Embu. Tuliwaambia watu wa Embu wakati tunapanga mambo ya masomo ya watoto wa Kenya, tutawapangia masomo ya watoto wenu hapa Embu. Leo tulikuwa na 2013 tulikuwa na shule ya teknolojia moja hapa inaitwa Jeremiah Nyaga. Si ni kweli? Lakini leo tunajenga another 3 technical training colleges. Tumemaliza, weka tu mbuzi yako chini tafadhali, baadaye. Tutabonga story ya mbuzi. Tumemaliza technical training college ya kule Runyenjes, tumemaliza pale Karurumo. Tumemaliza college ya Manyata. Saa hizi tunajenga college ya hapa Siakago ambayo itakuwa ya watu wa Mbere North. Hiyo college mnajua nilikuja pale kuianzisha mwenyewe. Si ni kweli? Mimi nataka niwaambie hiyo college tukimaliza kujenga the building, tayari tumepanga milioni ingine 50 ya kuweka equipment kwa hii college yenu ya hapa Siakago. Tunaelewana? Tuko pamoja? Na kwa sababu tena ya masomo ya watu wa hapa Embu County, tumeweka pesa ingine kujenga Kenya Medical Training Center pale Ishara, ndio watoto wa hapa Mbere North waweze kupata mahali ya kusoma mambo ya uuguzi, so that we can have more nurses, more clinical officers and more personnel watusaidie katika mambo ya matibabu, kwa sababu we are pursuing mambo ya universal health coverage. Mnanielewa watu wa Siakago? Tuko pamoja? Na mimi nimefurahi sana kwamba hiyo kazi yote hizi za barabara, stima, mimi nataka pia niwaeleze. Wakati nilikuwa hapa niliwaambia tutawasukumia mambo ya stima. Tulianza 2013, watu walikuwa na stima hii Embu yenu yote walikuwa watu 25,000. Leo tumefikisha watu 90,000. Na mimi nataka niwaambie mpango hiyo ya kuunganisha stima haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Watu wa Siakago tunakubaliana? Tunaelewana? Mimi nataka niwaambie shukurani nyingi. Hiyo kazi yote tumefanya pamoja na nyinyi haingetimia bila usaidizi wenu, bila maombi yenu na bila ushirika wenu. Mimi nataka niwaambie asante sana. Tuko pamoja? Lakini leo pia nimefika hapa kwa sababu nataka tuelezane na nyinyi vile tunaenda mbele. Nyinyi watu wa Siakago mmejipanga? Si mnajua tuko na uchaguzi mwaka ujao? Mmejipanga? Mko tayari? Ndio mimi nimekuja hapa kujipanga na nyinyi. Si namna hiyo? Mimi najua ya kwamba kuna ahadi tuliwapatia. Mimi na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wakati tulikuja hapa awamu ya pili, tuliwaambia tutapanga mambo ya Big Four. Tutapanga ajira ya hawa vijana. Ndani ya Big Four kulikuwa na mpango ya ajira ya hawa vijana. Ndani ya Big Four kulikuwa na mpango ya kilimo. Ndani ya Big Four kulikuwa na mpango ya mambo ya matibabu ya universal health coverage. Si mnajua hivyo? Lakini hiyo mpango yetu ya Big Four kidogo ilichelewa na ikakwama kwa sababu tulitembelewa na ule jamaa. Si mnajua ule jamaa wa Kisirani? Ule mtu ya kitendawili, wakati alitutembelea akakuja na kisirani, chama ya Jubilee ikasambaratika, mpango yetu ya Big Four ikakwama. Akakuja na maneno ya kusema tubadilishe katiba, ati tuongeze mamlaka ya rais, ati tuongeze vyeo ya viongozi, sijui prime minister, assistant prime minister, deputy prime minister, sijui gani.
akatuletea mambo ya rege, akatuzungusha miaka 4, lakini Mungu akatuonea huruma, akasimamisha ile rege. Ule mtu alikuwa anatuambia akijigamba ati nobody can stop rege, lakini alisahau kuna Mungu mbinguni. Alisahau kuna Mungu mbinguni ambaye anaweza kusimamisha rege. Rege ilisimama, haikusimama. Rege ilikwama, haikukwama. Na si itakwama milele. Mimi nataka niwaambie, mwaka ujao rege haitaanza na kitendawili haitaanza. Hii kazi tunapanga ndio itaendelea. Ama mnasemaje watu wa Siakago? Ama mnasemaje? Na ndio sababu mimi nimekuja hapa mapema. Ndio sababu mimi nimekuja hapa, ndio mjue ile ahadi Uhuru Kenyatta na mimi tuliwapatia ya ajira ya hawa vijana, ya mambo ya kilimo, ya mambo ya matibabu. Mimi nataka niwaambie, hata kama Uhuru Kenyatta anaenda kustaafu mwaka ujao, mimi niko hapa na tutahakikisha ya kwamba ahadi yetu tumetimiza. Tunaelewana watu wa Embu? Watu ya Siakago tunaelewana? Na ndio mimi nataka nisimame hapa mbele yenu niwaambie mpango yetu ya mwaka ujao, kabla hatujapanga mambo ingine yoyote. Mpango yetu ya mwaka ujao vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, tunaweka bilioni 100 katika miradi na mipango itakayopatia hawa vijana wetu ajira as a matter of priority. Yeye mnanielewa? Tuliwaahidi ndani ya Big Four, na mimi nawaambia priority yetu number 1 next year, priority number 1, tunaweka bilioni 100 kwa housing, agro processing, value addition, manufacturing, ili tutengeneze nafasi milioni 4 ya hawa vijana wa taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaulize watu wa hapa Siakago, sisi wengi wetu hapa ni wazazi? Si hawa vijana ni watoto wetu? Si tumewalea? Si tumewasomesha? Hawa watoto vijana wetu hawa, tusipowapangia ajira, si tutapoteza hawa watoto wetu kwa uhalifu, kwa mambo ya madawa na kwa ulevi. Mimi nawaambia, mimi mwenyewe nikiwa mzazi, mwaka ujao, kabla hatujapanga mambo ingine yoyote ili kuokoa hawa watoto wetu, tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana. Mnanielewa watu wa Siakago? Priority number 1. Jambo la pili, mimi nataka tukubaliane na nyinyi. Mulisikia juzi siku ya mashujaa, rais akitangaza kwamba Wakenya milioni 14 wamekuwa blacklisted kwa mambo ya CRB. Na hawa wananchi milioni 14, mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Siakago, mimi nikisema hapa watu wamekuwa blacklisted kwa CRB, si wako kwa hii mkutano? Na ni watu wachache ama ni wengi? Si ni watu dunia mzima? Mimi nasema hivi, hakuna vile Kenya inaweza kwenda mbele kama watu milioni 14 hawawezi kufanya biashara yoyote kwa sababu wamekuwa blacklisted kwa mambo ya CRB. Ni kweli ama si kweli? Ndio mimi ninasema hivi, ukiona wale wamekuwa blacklisted kwa CRB ni hawa watu wadogo wadogo, mahasla hawa, hawana mahali ya kukopa pesa, hawana logbook, hawana security, hawana njia ya kukopa pesa. Wakikopa pesa wanakopa kwa Shylock, wakikopa pesa wanakopa kwa Fuliza, wakikopa pesa wanakopa kwa hawa predatory lenders. Ndio wamezamisha watu wengi ndani ya CRB. Ni kweli ama si kweli? Mimi nasema hivi,
kwa sababu haiwezekani ati tuendelee kama Kenya, kama watu milioni 14 hawawezi kuchangia mahali popote. Mimi ninasema mwaka ujao, kwa sababu 80% ya biashara yote Kenya inafanywa na hawa watu wadogo wadogo, micro, small, medium enterprise. Mwaka ujao tunaweka pesa ya serikali bilioni 50 kila mwaka kusaidia biashara ya hawa watu wadogo wadogo hawa, ili tuwakomboe hawa wa Kenya milioni 14 ambao wamezama ndani ya CRB. Tunaelewana jameni? Tunaelewana watu wa Siakago? Tuko pamoja? Mimi nawaambia vile vile, Kenya 50% ya GDP ya Kenya inachangiwa na kilimo. Hakuna vile Kenya inaweza kubadilishwa bila ya sisi kubadilisha kilimo. Ni kweli ama si kweli? Na mimi nimekuwa waziri wa kilimo, I know what I am saying. Tunaelewana? Ndio nasema mwaka ujao, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, tunaweka pesa ya serikali kwa mbegu, kwa mbolea na kwa kupanga soko ya chai, ya kahawa, ya maziwa, ya mogoka, ya miraa. Tuhakikishe ya kwamba kila mkulima anapata soko ya ile mazao yake, na tufukuze mabroka na tuondoe makatel, ndio chakula iweze kufika sokoni ikiwa bei nafuu. Tuanze kupunguza gharama ya maisha Kenya, ndio kila mtu aweze kusimamia familia yake akiwa na uwezo wa kukaramia chakula. Tunaelewana watu wa Siakago? Watu wa Mbeere North tunakubaliana? Mimi nimekuja hapa kwenu kwa heshima kubwa. Nimekuja hapa kwenu kwa heshima kubwa ili niwaulize watu wa Siakago. Kitendawili na wale wengine wanatuambia ati tubadilishe katiba kwanza, tuongeze mamlaka ya rais kwanza, tuongeze vyeo ya viongozi kwanza, ati hawa vijana wangoje. Mimi nimewaambia watu wa Siakago, tunaelewana? Mimi nimewaambia katiba, rege, kitendawili, kubadilisha katiba, mamlaka, vyeo ingoje. Wangoje kwanza tubadilishe uchumi, ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Mimi nauliza nyinyi kwa heshima, jameni, watu wa Siakago, asanteni sana. Sawa vijana, mimi nawauliza, hata kama mtu hajasoma kiasi gani, hata kama mtu haelewi mambo namna gani, inawezekanaje ati mtu kutuambia ati hawa vijana wangoje, ati kwanza tuende tubadilishe katiba, tuongeze vyeo ya viongozi, tuongeze mamlaka ya viongozi, ati hawa vijana wangoje? Sio ni ujinga mkubwa sana? Sio ni upuzi? Mimi nasema hii vyeo na mamlaka ya viongozi ngoje. Wacha kwanza tupange mambo ya hawa vijana. Ama ni aje watu wa hapa Siakago? Sasa mimi niko na maswali 3 peke yake kwenu. Tafadhali boss. Boss, tafadhali. Asante. Ngoja kwanza tuongee. Ngoja. So, kwanza mimi nataka tukubaliane. Sawa. Watu wa Siakago, nyinyi niko na maswali ngapi? Munisaidie jameni kujibu maswali 3 peke yake. Swali ya kwanza, mimi nauliza nyinyi watu wa Siakago, nyinyi mnasema tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Tubadilishe uchumi kwanza, ndio tupange ajira ya hawa vijana, ndio tupange biashara ya hawa watu, tuwaokoe na mambo ya CRB, na tusaidie wakulima watuzalishie chakula ya kutosha.
tuondoe njaa. Mnasema tuanze na uchumi. Wangapi wanakubaliana na mimi tuanze na uchumi? Sawa sawa. Swali ya pili. Hii uchumi tukibadilisha, mnasema tulikuwa tunangojea itoke juu. Lakini mimi nasema si safari hii tuanzie huku chini. Ama mnataka tungojee ile ya juu, hatujui itafika lini. Tuanze na hapa chini. Mnasema tuanze chini. Hapa bottom. Kwa hawa vijana tuwapangie ajira kwanza. Alafu tupange biashara ya mama mboga na mtu ya bodaboda na hawa wa micro small medium enterprise. Tuinue biashara yao kwanza. Mnasema tuanze wapi? Hapa chini. Hapa bottom. Alafu tupeleke mtu up. Yani bottom alafu up. Yani bottom up. Mumesema bottom up. Watu wa bottom up hapa nione. Haki nyinyi watu ni waajabu sana. Sawa sawa. Tuko pamoja hapo. Kabisa. Pio. Swali ya mwisho. Watu wa Siakago. Mimi nauliza nyinyi, Waswahili wanasema umoja ni nini? Wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu? Mimi nawauliza, jameni, watu wa Siakago, na wauliza kwa unyenyekevu, tuungane, kwa sababu umoja ni nini? Hii kazi yote tumejenga including barabara yenu hii ni kwa sababu tuliungana, tukawa pamoja. Msikubali tugawanyike, chama ya kikabila ama chama ya kona. Hawa wabunge wenu wakiwemo huyu Njagagwa, tumekubaliana na wabunge wote wa Embu na wabunge wengi wa Kenya, wabunge 156, tumekubaliana ya kwamba ni lazima tuunganishe Kenya kwa chama ya kitaifa ambayo iko na uwezo wa kuunda serikali mwaka ujao, kwa sababu umoja ni nguvu. Mimi nawauliza watu wa Siakago, tafadhali, mnakubali tuungane jameni? Kwa sababu umoja ni nguvu. Mnakubali tuungane kwa chama ya kitaifa yenye itakuwa na uwezo wa kuunda serikali, ndio tupange ajira ya hawa vijana na tupange biashara ya hawa chini na tusaidie wakulima. Mnakubali tuungane kwa wera ni wera, chama ya UDA? Wangapi wanakubaliana na mimi chama ni ya UDA ya kitaifa? Sawa sawa. Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Siakago, sawa sawa. Mimi nawauliza swali ya mwisho. Si tuliungana 2013 tukakataa ukabila na chuki na migawanyiko? Si tuliunda serikali? Si tuliungana tena 2017 tukakataa ukabila tukaunda serikali? Si tumejenga reli? Si tumejenga mabarabara? Si TTI yenu hapa inajengwa? Si stima tumeunganisha? Mimi nauliza nyinyi, ati kuna watu wanataka kutuambia ati sisi watu 8 tulimeunda serikali 2013, tumeunda serikali 2017, tumejenga reli, barabara, stima, TTI. Ati sisi watu 8 ati tumekosa mtu ya kutuongoza, mpaka wanaenda kukodesha ati mtu ya kitendawili ati akuja atuongoze. Watu wa Embu, sio ni madharau makubwa sana? Sio ni matusi? Yani mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Embu, yani sisi watu 8 sisi wote, hata kama tumeishiwa kiasi gani, hata kama tumepungukiwa na akili kiasi gani, ati wanaenda kukodesha mtu ya kitendawili, mtu ya kung'oa reli, mtu ya kutupa mawe, mtu ya kuvunja machama, ati aongoze sisi? Hapana. Hiyo ni madharau makubwa sana, hiyo ni madharau makubwa. Ama mnasemaje watu wa Siakago? Mnasemaje watu wa Siakago? Sisi ni watu tuko na mpango, si tumejipanga. Mimi nauliza nyinyi, siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mwanaume wa kusimama na yeye akitafuta kiti ya rais,
Mtu ya kitendawili alisimama na yeye. Huyu mtu ya katikati alisimama na yeye. Wale wengine wa Serelak walisimama na yeye. Si mimi ndio nilisimama na Uhuru Kenyatta? Si tuliunda serikali 2013? Si tuliunda serikali 2013? Si tuliunda serikali 2017? Kwani hii ya 2022 itatushinda? Ati na tunashindana na mtu ya kitendawili. Mtu ya kung'oa reli kweli atatushinda? Mtu hii ya kupanga watu ya kutupa mawe atatushinda? Si huyu tutamnyorosha asubuhi na mapema. Ama mnasemaje watu wa Embu? Si tumejipanga? Si chama tuko naye. Ya wera ni wera. Si chama tuko naye. Hii ya kazi ni kazi. Si mpango tuko naye. Hiyo ya bottom up. Tuko ready ama hatuko ready? Tumejipanga, hatujajipanga? Wangapi wanakubaliana mimi tumejipanga? Kwa hivyo nikisema harambee, tunasema UDA. Harambee! 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 Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA! UDA! Tuseme wera ni wera. UDA! UDA! Ninaona mumejipanga mbaya sana. Hawa watu tutawanyoa bila maji. Sawa sawa? Bas, niko na ndugu yetu Njagagwa ambaye ni mbunge wetu hapa. Ako wapi huyo Njagagwa? Haya. Huyu ni mtu Harambee! Harambee! UDA! Ruto Ruto vijana akirama Muriaro andu aciakago ninamukethia Muriaro umuthi mwambika waro niguka Muriengi ni mama takano umuthi. Harambee! Mheshimiwa Deputy President, mimi nimefurahi. Watu yangu umeongelesha, hata kuna kitu kingine mimi nitasema. Ila kusema asanti kwako kwa kuja Siakago. Harambee! Hasura namba 1 au gao. Mwaka moku